Kwenye maandiko ya msingi tunayosoma nayo, tunaenda kusoma kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 13 mstari wa 11. Maandiko yanasema, nilipokuwa mtoto mchanga nalisema kama mtoto mchanga, nalifahamu kama mtoto mchanga, nalifikiri kama mtoto mchanga. Tokea hapo nilipokuwa mtu mzima nimeyabatilisha mambo ya kitoto. Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 2. Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 2 nasema, kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ili kwa ajili ya hayo mpate kuukulia wokovu. Tunaongea kwa habari ya jinsi ya kukua. Tumejifunza vitu vingi hapa nyuma kwa miezi kadhaa, lakini bado tunaenda hatua kwa hatua katika mchakato wa makuzi. Niliongea nikasema makuzi ni mchakato. Makuzi sio jambo la siku moja, ni mchakato. Na kwa kuwa makuzi ni mchakato, ni jambo endelevu, tunaweza tukaliongea mwaka mzima lakini hujafika mahali tunakokwenda. Lakini tunapoongea habari za mchakato, tulisema makuzi, shauku yetu ni kukua katika upendo, katika kumjua Kristo, na katika kumwelewa, na katika kumtumikia huyu Mungu. Hicho ndicho tunachokitafuta. Lakini tukasema, tuliongea kwenye kitabu cha Efeso sura ya 4 mstari wa 15, tukasema lakini tukishika kweli katika upendo na kukua hata tumfikie yeye katika yote, ndiye kichwa, yani Kristo, ambaye ni utimilifu wa Kristo. Wakati tunaongea hayo, tuliongea tukasema kwamba makuzi ni mchakato. Na kwa kuwa makuzi ni mchakato, tunahitaji mtu kuongezeka katika maarifa. Tunahitaji mtu kuongezeka katika upendo. Tunahitaji mtu kuongezeka katika tabia. Tunahitaji mtu kuongezeka katika utimilifu kwa Mungu, hadi kufikia kufanana na Yesu Kristo. Hilo ndilo tunalolitafuta. Lakini tutafikaje huko tunakokwenda? Nimeyasoma maneno haya. Paulo aliongea, alisema alikuwa anafikiri kitoto, alikuwa anafikiri kama mtoto, alikuwa anawaza kama mtoto, na alifanya kama mtoto. Lakini akasema katika kuwaza hayo yote, anasema tuyatafute sasa maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ili apate kubadilisha tabia, tuweze kufika kwenye tabia halisi ambayo Mungu anatutaka tufike. Kama tunataka kufika kwenye tabia ambayo tunataka tufike, leo mchana ninataka tuende mbele kidogo. Na mbele tunakokwenda, tunataka tuangalie kuna vitu 7 ambavyo Petro ameviongea, ambao anasema vinajenga au ni hatua za ukuaji wa kiroho. Petro anaviongea vitu 7. Juzi ile niliongea tunda la vitu 9 ndani yake. Lakini hapa ndani ya vitu 9 vile vile Petro anaongea vitu 7 ambavyo ni mchakato wa makuzi. Kwenye vitu 7 anavyoviongea hapa Petro, ndivyo nataka leo tukavichambue kwa kimoja kimoja taratibu, ili tujue kwenye tabia za kimungu. Wapendwa, kama hatujaambukizwa tabia ile ambayo Mungu anatutaka tuwe nayo, kama hujaambukizwa ile tabia ya kimungu, bado hujafika unakokwenda, na bado hatujafika tunakotaka kwenda. Na ili tufike kwenye tunakokwenda, lazima ile tabia ijionyeshe kwetu. Na tutakutambua kwa tabia. Nitatambulikana mimi kwa tabia. Tabia hii tukijua, tunasema hii tabia watoto wezi ni wa familia ile pale. Watoto wezi wana tabia nyumba ile. Watoto waungwana wacha Mungu ni familia nyumba ile. Tabia hii ni watoto wa nyumba ile. Tunatambuliwa kwa tabia. Tabia zetu ndio zinatutambulisha. Na sisi tabia kuu inatutambulisha ili tabia ya uungu ndani yetu. Kama tabia ya uungu haijazaliwa ndani yetu, nataka nikwambie, bado tuna hatua ndefu sana katika mchakato wa makuzi. Bado una hatua ndefu sana katika mchakato wa makuzi. Sasa leo mchana nataka tukachambue kwenye tabia za kiungu, kwenye kukua katika tabia za kiungu. Tukachambua kwenye kitabu cha Petro wa pili, ile sura ya kwanza mstari wa 3 hadi wa 8. Inaenda kusoma hapo, alafu baadaye tutaenda kuchambua. Petro wa pili sura ya kwanza mstari wa 3 hadi wa 8, maandiko yanasema, kwa kuwa uweza wake wa uungu umetukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utauwa,
kwa kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu wake na kwa wema wake mwenyewe. Tena kwa hayo ametukirimia ahadi kubwa mno za thamani, ili kwamba kwa hizo mpate kuwa washirika wa tabia za uungu, mkiokolewa na uharibifu uliomo duniani kwa sababu ya tamaa. Na kwa sababu hiyo hiyo mkijitahidi sana kwa upande wenu, katika imani yenu tieni na wema, na katika wema wenu maarifa, na katika maarifa yenu kiasi, na katika kiasi chenu saburi, na katika saburi yenu utauwa, na katika utauwa wenu upendano wa ndugu, na katika upendano wa ndugu upendo. Maana mambo hayo yakiwa kwenu na kujaa tele, yawafanya ninyi kuwa si wavivu wala si watu wasio na matunda, kwa kumjua Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, ninapoongea somo hili unaweza usinielewe sana nini ninachotaka kuongea au ni nini ninachomaanisha. Unaweza usinielewe sana, ukasema hivi hauna cha kusema. Nimekwambia nina vitu vingi vya kutosha vya kusema. Lakini kama tabia ya kiungu haitazaliwa ndani yetu kwenye safari hii tunaitembea, bado tutakuwa watoto wachanga, bado tutakuwa tunawaza kichanga, bado tutakuwa tunaweza kutenda kichanga. Kwa nini? Tabia inapozaliwa ndiyo yenye uwezo wa kumtengeneza au kumpeleka mtu kwenye ukomavu. Ukomavu wa mtu unaonekana pale tabia ya kiungu inapozaliwa ndani ya mtu. Kwa hiyo Petro anapoongea kwa habari za maneno haya tuliyosoma kwenye kipengele hiki, ni mchakato wa kuendelea kwenye ukomavu katika maisha ya kiroho. Ametupatia vitu ambavyo vinahitajika au vinahitaji viwe ni sehemu kwenye maisha yetu, ili maisha yetu ya kiroho yaweze kumpendeza Mungu. Hatuishi kanisani kujipendezesha. Hatuko kanisani kujipendezesha. Tunakuwa kanisani kumpendezesha yule aliyetupa kuwepo hapa. Na aliyetupa kuwepo hapa anaitwa Mungu. Na Mungu ana tabia, na tabia zake lazima ziwe dhahiri kwenye maisha yetu. Na kama tabia hizo za kiungu hazitakuwa dhahiri kwenye maisha yetu, nataka nikwambie wapendwa, tutajifurahisha kuwepo, lakini hatutakuwa na maana katika utumishi tunamtumikia Mungu. Wokovu ni mwanzo tu wa safari. Sawa wapendwa? Wokovu ni mwanzo tu wa safari. Kusema nimeokoka ni mwanzo tu wa safari, sio mwisho. Hujafika. Manake tuliokoka, tukazaliwa upya, ndiyo tukaanza safari. Lakini ndani ya safari tunayoendelea kukua nayo, tunayotembea nayo, tunahitaji sasa kwenye safari ya kuzaliwa tabia za yule ambaye tumemfuata zizaliwe na zionekane kwenye maisha yetu. Kukua kiroho, nimesema ni mchakato. Na ndani ya mchakato huo nimeongea vingi nilivyoviongea vya nyuma. Sitaki kurudia kule. Nataka niongee leo kwamba kwenye mchakato huo, lazima mchakato huo tabia ya kiungu ionekane ndani yetu. Na Paulo na Petro ameziongea hapa. Nataka nizidadavue kwa dakika hizi kama 20 zilizobakia hapa mbele yangu. Hizo dakika hizo 20 nijaribu kuongea haya ambayo Petro anayaongea. Ninaanzia na ule mstari ule wa 3. Anaongea kwa habari ya uweza wa Mungu ambaye ametupa vitu vyote. Ile tunaongelea, naanzia na pale. Tujaribu kudadavua kwa pamoja. Anapoongea kwa habari ya uwezo wa Mungu ametupa vitu vyote tunavyohitaji, kwenye mstari anasema uweza wake wa kiungu umetukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utauwa. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba Mungu hakutuacha. Mungu yuko pamoja na sisi. Mungu anafanya, na kwa kuwa Mungu anafanya pamoja na sisi, na kwa sababu hiyo Mungu ametupa nguvu za Roho wake, na nguvu za Roho wake Mtakatifu hizo ndizo ambazo zinatusaidia. Nguvu za Roho Mtakatifu ndizo zinatusaidia, ndio zinatuwezesha tabia ya kiungu ipate kuzaliwa ndani yetu.
Bila nguvu za Roho Mtakatifu, mpendwa, tabia ya Mungu haiwezi kuzaliwa ndani ya mtu. Tabia ya Mungu ili izaliwe kwa mtu, lazima nguvu ya Roho Mtakatifu iwepo kwanza. Na ndio maana amesema hapa, ametukirimia vitu vyote vya kimungu. Na kitu kimoja cha kimungu kikubwa alichotukirimia ni ile nguvu ya Roho wake Mtakatifu. Na ile nguvu ya Roho Mtakatifu ile tukirimia ikatupelekea sasa sisi kuwa watakatifu. Na katika kuwa watakatifu, maana yake ni kwamba tabia ya uungu ikaanza kuumbika. Katika nguvu hiyo tukawa na uwezo wa kushinda tamaa, tukawa na uwezo wa kushinda majaribu, tukawa na uwezo wa kushinda madhaifu yoyote katika mwili kwa kupitia nguvu za nani? Za Roho Mtakatifu. Kama ukijikwepesha na nguvu ya Roho Mtakatifu, tabia ya uungu haiwezi kuzaliwa. Unajua napoongea tabia ya uungu iko hivi, wapendwa. Kusema tumeokoka wote tunasemaga hivyo hivyo. Mimi ukiniuliza umeokoka, nakwambia ndio nimeokoka. Nikikuuliza wewe utasema nimeokoka. Nikimuuliza wewe utasema nimeokoka. Ndio. Lakini tunapoweza kupima kwenye vipimo vya kawaida tu, aidha vya mwenendo yetu, vya kutembea kwetu, vya kufanya kwetu, vya ushirika na wenzetu, tunakuja kugundua ya kwamba huyu mtu ananidanganya. Wokovu alionao ni wokovu wa bandia. Kwa nini? Tabia ya kiungu haionekani kwa huyo mtu. Tabia ya watu wa Mungu zinaonekana. Kwanza nimesema lazima umeokoka. Unaamini, unaokoka, unakuwa na Yesu, unakirimiwa nguvu ya Roho Mtakatifu, ndipo tabia zinaanza kuzaliwa. Na tabia hapa pale Petro anazoziongea tunaenda kuziangalia na zitatusaidia kujitambua ya kwamba sisi ni akina nani. Na kama hazizaliwi tabia hizi, na nataka nikwambie wapendwa, tutakuwepo kanisani tutakuwa tunalazimishana kila kitu. Tutakuwepo kanisani tutavutana kwa kila jambo. Tutakuwepo kanisani tutasukumana kwa kila jambo. Tutakuwepo kanisani tutagombana kila siku. Tutakuwepo kanisani tutatishana kila siku. Lakini mpango wa Mungu sio huo. Mpango wa Mungu ni kwamba watu wakiingia nyumbani mwa Bwana wamfurahie Mungu wao, wafurahi mbele za Bwana, wamlilie Mungu wao, walete mahitaji yao kwa Mungu. Sio mambo ya malumbano, sio mambo ya magomvi, sio mambo ya mabishano, sio jambo lingine lolote. Mungu anataka tabia ya Mungu ikizaliwa ndani yetu, kwamba mioyo yetu ijae amani, mioyo yetu ijae furaha, mioyo yetu ijae changamko tunapokwepo nyumbani mwa Bwana. Yaani kama wale watu waliposema, kuna wimbo mmoja ukaimbwa zamani. Watu wa zamani waliimba wimbo huu wakasema, nalifurahi waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana. Kwa nini? Walisema nalifurahi waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana. Kwa nini? Akasema nyumbani mwa Bwana kuna amani. Wakasema nyumbani mwa Bwana kuna furaha. Nyumbani kwa Bwana kuna uzima. Ndio maana mtu yule alifurahi. Sasa je, wewe na mimi tunafurahi kwa lipi kuja hapa? Lipi linalotufurahisha? Unafurahi ukiwepo nyumbani mwa Bwana? Una amani uwepo nyumbani mwa Bwana? Lakini hayo yataonekana tu kama tabia ya uungu iko kwa watu wa Mungu. Kwamba nimekuja kanisani nikamkuta ndugu yangu hapa ana furaha, nitafurahi. Lakini nafika mahali hapa ninamkuta ndugu yangu ndio kwanza ananisema. Ninafika na kufikiria labda nitapata amani, nafika ndio kwanza ananivunja moyo. Nafika hapa nadhani kwamba ndio ninakuja labda nifarijike, ndio kwanza ananikatisha tamaa. Nafika mahali hapa nafikiria kwamba labda hapa nikifika nakutana na watu wanasema wow, umefanya jambo jema. Anakuambia jaribu mwanangu, sisi wenzio tumepambana, hapa tupo tu, bora tupo. Jaribu na wewe kama utotoboa. Hayuko mtu akukutia moyo, lakini tabia za kiungu ndani yake iko watia moyo. Wako watu wanaofariji, wako watu wanaowainua watu mioyo yao. Tabia za kiungu lazima pawepo na watu wenye tumaini, wenye taraja, wenye jambo ambalo wanajua ya kwamba kesho linatokea mahali fulani. Ni mbaya unapokutana unafika mahali kama hapa, ndipo unawakuta watu wanaovunja moyo wamezidi kuliko wale wanaokutia moyo. Lakini ninachotaka kuongea ni nini asubuhi ya leo? Petro anaongea maneno haya, anasema lazima tabia ya kiungu izaliwe ndani yetu ili tuweze kutumika kama tunavyotaka kutumika. Hapa anaongea anasema hiyo mstari ule wa B anasema, akaongea hapa maneno hapa kwenye ule mstari ule
4 akasema, kwa hizo ametukirimia ahadi kuu za thamani sana. Ahadi kuu za thamani ni nini? Ametukirimia ule Roho wake Mtakatifu. Biblia imejaa ahadi. Ahadi alizotukirimia Mungu. Ziko ahadi nyingi za Mungu kwenye Biblia. Kwa hiyo ahadi alizotukirimia, kuna ahadi za matumaini, kuna ahadi za faraja, kuna ahadi ambazo Mungu ametukirimia, zimejaa kwenye neno lake. Hapa anaongelea kwenye hapo na kusoma alipokuwa anaongea Petro hapa, kwamba ametukirimia ahadi kuu na za thamani sana. Kama tumekirimiwa ahadi, kwa nini niwe na mashaka ya kumwabudu Mungu? Kwa nini niwe na mashaka ya kumtolea Mungu? Kwa nini niwe na mashaka ya kufanya ibada? Kwa nini niwe na mashaka ya kumtia mtu moyo mtu mwingine? Kwa sababu gani? Nitakuwa nina uhakika ya kwamba huyu ambaye ninamtia moyo, Mungu huwa anafanya. Kwa hiyo tabia ya kiungu ni ile tabia yenye uwezo ya kumsababisha mtu mwingine kumwona Mungu ndio majibu wa mahitaji yetu. Hebu mtazamishe basi mtu huyo uliye naye, kwamba amuone Mungu kwamba ndio mwenye majibu, amuone Mungu ndio mwenye uwezo wa kufanya mambo haya. Lakini anaposema ahadi ziko nyingi za Mungu, anataka kutuonyesha kwamba tunapojifunza na kuyaishi maisha matakatifu, ndipo ahadi za Mungu zinaenda kutimia ndani yetu. Tunapojifunza na kuyaishi, sio kujifunza tu. Unajua unaweza kujifunza usiyaishi. Ninaweza nikakufundisha leo kaondoka hapo usielewe chochote. Lakini unapojifunza kama hivi ukayaishi, ndipo matokeo makubwa ya kimungu yanaenda kutokea kwa mtu. Lakini tabia yake kwenye ile mstari wa 4 anasema, kwa nini ametukirimia vile vitu vingi ametukirimia vile vikuu? Amesema 4 hiyo, anasema Biblia anasema hivi, ili mpate kuwa washirika wa asili ya kiungu. Kwa nini tumekirimiwa haya? Kwa nini ametupa Roho Mtakatifu? Kwa nini ametupa hivi vitu vyote hivi? Ili tuwe washiriki wa asili ya kiungu. Hivi tunajua asili ya kiungu? Asili ya kiungu kwamba sisi, Mungu wetu na Baba yetu alikuwa ni mtakatifu. Mungu wetu na Baba yetu alikuwa ni ya upendo. Mungu wetu na Baba yetu alikuwa ni wa rehema. Kwa hiyo ametukirimia ili turudi kwenye asili yetu. Kwa hiyo tunaposema kwenye asili yetu kwamba tunaondoka kwenye tabia zile za zamani tulikopigika na adui, tunaingia kwenye tabia za kiungu, ambazo tabia za kiungu zinamtambulisha Mungu kwenye maisha. Mimi sijajua watu wanapokutazama wewe wanamuona Mungu au wanamuona mtu fulani. Sijajua. Na nimeona somo hili nilifundisha kwa bidii zote. Usiwe na lawama ya kusema sikujua. Ukiiga tabia zingine, umetaka wewe kwenda kutafuta tabia nyingine. Lakini mimi ninachoongelea ni kwa habari za tabia za kiungu, kwamba wewe uwe mshirika wa tabia za kiungu. Na tabia za kiungu tunaziona hapa, tumekirimiwa nguvu ya Roho Mtakatifu ambaye ndiyo kiongozi wa maisha yetu. Na Mkristo sio mtu wa kubadilika kwa nje. Msikia mpendwa? Mkristo sio mtu wa kubadilika kwa nje, kwamba ukaona umevaa kama hivi nilivyovaa mimi, shati zuri, koti zuri na tai hivi. Sio hicho. Huo sio Kristo. Hata nivue koti, nitoe tai, bado niendelee kwa Mkristo. Usuke, usisuke, unyoe kipara, bado uendelee kwa Mkristo. Uvae gauni jipya, uvae gauni la zamani, bado uendelee kwa Mkristo. Tunapoongelea tabia za kiungu na kurithi ile tabia ya kiungu ambayo tumekirimiwa, tunaongea kwamba Ukristo sio tabia ya nje, sio muonekano unaoonekana. Ile tabia yako ya ndani ndio inayotakiwa imwakisi Yesu. Tabia zetu za ndani ndio zimwakisi tabia ya Mungu, zio zimwakisi Mungu, kwamba maneno yetu, mienendo yetu, maisha yetu yamfananie Kristo. Hicho ndicho tunachokiongelea, kwamba tabia, tunapoongelea tabia za kiungu ni kwamba tumekirimiwa tabia ya asili ya kiungu, ya kwamba maisha yetu ya ndani sio tu maisha haya tu hivi, kwamba tu kwa sababu nimeoga, nimejipaka mafuta. Ndani unaonekanaje? Tukikugusa ndani ndivyo unavyoonekana. Ndivyo tunavyoonekana. Unajua kuna mtu
kimgusa hapa, hawa unaona, kuna mtu kimgusa hapa, utashangaa maneno atakayotiririka. Hako nasema, dada, baba, mama, ni wewe au unaongea na mtu mwingine? Kwa nini? Tabia ya kiungu haijazaliwa ndani yake. Na mimi ninachoongea mchana wa leo ni kwamba tabia za kiungu zizaliwe ndani yetu, tupate kuwa washirika wa tabia ya asili ya Mungu. Amen. Unanielewa hili swali? Tupate kuwa washirika wa tabia za asili ya Mungu. Hicho ndicho ninachokiongelea mchana wa leo. Kama utanielewa kwenye msimamo na Mungu. Amen. Na tunatamani wa Kristo wanaoweza kukaa na Mungu kwenye jua, kwenye mvua, wana uwezo wa kukaa na Mungu. Amen. Sio Mkristo ambaye kwa sababu leo amepata hela ndio unamwona kwenye ibada. Sio kuwa na Mkristo kwa sababu leo kanunua nguo mpya ndio anaweza akafanya ibada. Tunatamani Mkristo ana sadaka hana sadaka, lakini ibada bado anaweza kuja. Tunamtamani Mkristo ambaye ana kitu au hana kitu, bado ana uwezo wa kujali ibada. Tabia ya asili ya kiungu izaliwe ndani yetu. Kama tutajikwepesha kuzalisha tabia ya asili ya kimungu, nataka nikwambie mpendwa, kazi hii au njia hii au makuzi haya utadumaa tu. Utake usitake, utadumaa tu. Haudumai kwa sababu unataka kudumaa. Unadumaa kwa sababu mazingira yanakulazimisha kudumaa. Lakini Petro anayeongea maneno haya anatamani tabia ya asili ya kiungu izaliwe ndani yetu. Na tabia za kiungu tunaenda kuziangalia hapa kwenye ule mstari wa 5, anaanza kuzidadavua. Nimekwambia kwanza ubadilike, sio nje, ubadilike ndani. Ndani umebadilika. Ndani wewe mtu mwingine. Sio tu tunaona hivi, ndani wewe mtu mwingine. Ukiguswa wewe mtu uliyeeleweka, ni mtu mwenye kuongea maneno kutia moyo, mwenye kutia maneno kufariji, mwenye kutia maneno ya kuwajenga watu wengine, sio kuwavunja moyo. Jifunze kuwatia moyo watu. Jifunze kuwajenga watu wengine. Na Mungu wa mbinguni atakutana na wewe. Na Mungu wa mbinguni atakubariki eti. Kwa nini? Mungu anatafuta watu kama hao ili aendelee kufanya nao kazi, wenye tabia zenye asili ya kiungu. Sasa mstari wa 5 anaanza kuongeza vitu sasa. Anaanza kusema kwamba anaanza kuongea vitu hivi. Mstari wa 3 amesema hivi, ametukirimia tabia za uungu ndani yetu. Baada ya kutukirimia tabia za uungu ili tupate tupate kuwa warisi na washirika wa tabia hizo. Sasa baada ya kutukirimia, mstari ule wa 5, Petro anaanza maneno mengine, anaanza kusema. Anasema hivi, pamoja na hayo aliyotupa yeye Mungu yeye katupa upande wake Roho Mtakatifu. Sawa? Mungu upande wake katupa Roho Mtakatifu. Sasa je, anaendelea mstari wa 5 anasema, katika hayo sasa na hayo yote tulionayo tumemwamini Yesu. Akasema kwa upande wenu, kwa hiyo ongezeni katika imani yenu pamoja na fadhila. Mungu ameshatupa Roho Mtakatifu. Ametuambukiza karama kubwa kuliko zote. Lakini pamoja na hizo zote anasema sasa kwa upande wetu weka fadhili. Weka hiyo kitu kwa upande wako, hiyo wewe uonekane hivyo. Maana yake nini? Imani tunajua ndio msingi wa wokovu. Si ndio tunaanzia hapo? Kwa imani tunaokoka. Tunamwamini Yesu na tunaokoka. Lakini tunapookoka, Mungu anaanza kuendeleza vitu vingine ndani. Tulipookoka, Mungu akaleta Roho Mtakatifu. Imani tuliamini. Maana kwa imani mtu anasikia, kwa maneno mtu anasikia. Akishasikia anaamini. Akishaamini anaokoka. Akishaokoka, kuna vitu vinaendelea kuingizwa ndani yake. Kwa hiyo sasa kwa upande wetu akasema tuongeze na fadhili. Hii inamaanisha nini? Ni kujenga tabia ya uadilifu na heshima kwa Mungu. Anaposema tuongeze fadhila, maana yake nini? Tuongeze uadilifu na heshima kwa Mungu. Hivi una heshima ya kiwango gani na Mungu wako? Eti una heshima kiwango gani na Mungu wako? Una uadilifu wa kiwango gani na Mungu wako? Imani bila tabia njema. Nasikia wapendwa? Imani bila tabia njema ni sawa na ile pagara tulioliweka hilo, ambalo tulitumia chochote. Imani kama una imani, na Yakobo aliongea kule kwenye kitabu chake cha Yakobo. Akasema imani kama haina matendo ni bure, haifanyi chochote. Na sisi hivyo hivyo, kama tuna imani halafu matendo hayapo, ni sawa na ile pagara. Tunalifanyia nini? Tunalimekaa tu. Tuna banana hapa. Kwa nini? Halijakamilika. Na ili ikamilike lazima katika imani yetu
tuongeze na fadhili. Maana yake nini? Tuongeze uadilifu, tuongeze heshima kwa Mungu wetu. Watu wengi wanamjua Mungu, au watu wengi wanamjua Mungu kwa maneno, lakini sio kwa tabia. Lakini leo nataka kusema hivi, tabia yako inatambulisha kwamba wewe ni wanani, wewe ni kabila gani. Tabia inatambulisha wewe ni wa kabila gani. Tabia inatambulisha wewe ni wa ukoo gani. Koo zetu zinatambuliwa na tabia. Wapendwa, ili tuwe wana Sinai lazima tuwe na tabia ya kwetu wana Sinai. Na tabia wana Sinai ni nini? Ni utakatifu kwanza. Na tabia kiungu kizaliwa ndani yetu, nataka nikwambie tutakuwa watu bora sana kwa ajili ya Mungu wetu na kwa ajili ya maisha yetu ya kesho. Kwa hiyo imani yetu inapaswa kuonekana katika matendo. Usiseme tu mimi nimeokoka. Hiyo kweli umeokoka una imani, lakini tabia ya kiungu iko ndani yako. Lazima tabia ya Mungu iongezeke. Kwa hiyo ukiangalia mstari ule wa 5 na wa 6, anaongeza hapa, Petro anaongeza maneno haya. Anasema katika fadhili maarifa, na katika maarifa kiasi. Umeona? Anaongeza, anasema sasa pamoja na hayo yote tumeshaongeza fadhila, lakini pamoja na hayo tuongeze maarifa, tuongeze kiasi, na katika kiasi na katika maarifa tuongeze kiasi. Mtu wa kiroho ni lazima awe mtu mwenye maarifa na neno la Mungu. Lazima. Kama huna maarifa na neno la Mungu, utakuwa unasikiaga tu habari kama hivi tunavyoongea. Zinaingia zinapita, yani hazikusaidii. Unajua ni kwa nini naongea haya maneno narudia rudia? Sijui kwa nini mimi binafsi ninateseka. Mimi kuna kitu kinanitesa kwenye moyo wangu. Kwa nini kinachonitesa? Unajua ni kosa kubwa sana kuwa na mtu unakaa naye siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, yani ameshindwa kubadilika. Hiyo inaitwa prove failure. Sawa? Yani umefanya lakini hujafanya kwa mafanikio. Ni kwa nini? Tunatamani tunapojifunza maneno kama haya patokee watu fulani ambao watu hawa wanajijua wenyewe, wanajielewa wenyewe, wanajitambua wenyewe, na tabia ya kiungu iko kubwa ndani yao. Ndicho tunachokitafuta. Shauku yangu na kiu yangu ni kuona kwamba tabia hiyo inazaliwa kwa mtu, na inapozaliwa kwa mtu inaumba jambo. Kwa hiyo tunaposema maarifa ya neno la Mungu, ni kwamba maarifa hayo ya neno la Mungu yanatubadilisha tuwe watu fulani katika maisha ya rohoni. Na tunakuwa watu gani? Sio watu wa kusukumwa, sio watu wa nguvu. Yani ni watu ambao Mungu ni sehemu kwenye maisha yetu. Mungu ni nguvu yetu. Mungu ni ulinzi wetu. Mungu ndio yote katika yote. Kwamba nikimuona Mungu naona moyo wangu unafanya. Nikisikia ibada nasikia. Nikisikia kwenda kuimba nasikia. Nikisikia kwenda kutoa najisikia. Nasikia moyo wangu unashuka. Pendo, unajua ni mbaya eti ukiambiwa tu kesho tuna ibada, moyo unaanza kurukaruka. Unasema unadunda kama kitenesi. Yaani ukisema jamani kesho tena tunataka tuwe na ibada hapa saa 10, mtu moyo unaanza kudunda kama kitenesi. Kwamba sasa huyu mchungaji amekosa mambo ya kufanya, na kesho tena aseme ibada, na leo tulikuwa kwenye ibada. Tabia ya kiungu ikizaliwa, ikikaa ndani yetu, tutapenda vitu vya kiungu. Kwa nini? Kwa sababu tabia ya Mungu inatupelekea kutupa maarifa ya neno la Mungu. Na neno la Mungu yanatufanya sisi kuwa ni watu fulani ambao tunakuwa na uwezo. Tunakuwa na uwezo wa kujitawala na kujisimamia. Hapa tumesema kuwa na kiasi, self control. Maana kiasi maana yake ni nini? Ni kwamba tunakuwa watu wa kujua wapi pa kusema. Lazima wewe ujue wapi pa kusema. Ujue wapi pa kunyamaza. Ujue wapi pa kujizuia. Ujue wapi pa kufanya. Lazima ujue. Kama hutajua hapa nataka kufanya usifanye. Hapa nataka kujizuia ujizui. Hapa nataka kufanya. Tabia za kiungu zinapozaliwa ndani yetu zinatupa maarifa ya neno la Mungu, zinatupa kiasi, zinatupa maarifa ya kulijua neno. Na neno ndio kiongozi wa kutusaidia. Kwa hiyo tunapoongea haya, kiasi inaletaga hekima, inaletaga heshima. Mtu akiwa na kiasi anapata hekima, anapata heshima. Kwa nini?
tabia inayojengwa ndani yake inaumba jambo linaloweza kumtengenezea mazingira fulani ya maisha yake. Kingine tunakiona hapo kwenye mstari wa 7 na wa 6 na wa 7, Biblia pale anamalizia na wa 7. Anasema na katika kiasi, kwenye kiasi, na katika kiasi saburi, na katika saburi utauwa, na katika utauwa upendano wa ndugu. Kukua kiroho kunajumuisha kujifunza. Kukua kiroho ninapoongea, kwenye tabia za kiungu ninapoongea, kunajumuisha ni watu ambao wanapenda kujifunza. Ni watu wastahimilivu wanapopita kwenye magumu. Ni watu wanaojiheshimu, watu watawa si unajua, watakatifu. Watu wanaopenda watu wanaopenda wakwao. Na upendano wa ndugu. Ni watu ambao maandiko hapa yanasema hivi, na katika kiasi saburi, na katika saburi utauwa, na katika utauwa upendano wa ndugu. Lakini upendano wa ndugu, wapendwa, tunakoelekea, Yesu aliuliza, alisema hivi atakaporudi atakuja kukuta amani iko katika dunia hii. Sasa kama wenyewe kwa wenyewe hatuwezi kupendana, tutatoka kweli? Utampenda yule wa nje alafu ndani mpende? Hiyo kitu si maneno. Eti kwa sababu gani? Unajua, kumbuka kule, turudi nyuma. Mungu ndio asili ya upendo. Na ndio alianza upendo wa kwanza. Akatupenda sisi, akamleta mwanawe ili mimi na wewe tuokoke. Na tulipomwamini tukaokoka. Na tulipookoka tukajazwa nguvu za Roho Mtakatifu. Na tulipojazwa nguvu za Roho Mtakatifu akatukirimia ile nguvu na uwezo wa kiungu, na tabia za kiungu zikaumbwa ndani yetu. Na tabia za kiungu zilipoumbwa ndani yetu, sasa tukaanza kutembea. Na tulipoanza kutembea, upendo ule sasa uliotoka kwa Mungu, ikabidi sisi tuambukizane, sisi kwa sisi tupendane. Lakini sasa je, kama yule aliyetupenda na wao sisi tukashindwa kupendana, tutaweza kuambia watu wengine habari za Yesu? Leo asubuhi tuko tunajifunza kwa habari za kuhubiri injili. Huwezi kuhubiri injili kama upendo haupo. Ili uhubiri injili lazima upendo kwanza uwepo. Na upendo ili uwepo ni gharama, ni makuzi, ni mchakato. Na mchakato huo sio mchakato wa polepole, wapendwa. Lakini ili tufike mahali kule, lazima tabia ya kiungu iumbwe. Na tabia ya kiungu inapoumbwa ni tupende kama Mungu anavyotupenda. Tuwapende wengine kama baba yetu anavyotupenda. Hata kama tunapita kwenye magumu, lazima tuwe na saburi. Lazima tuwe na muda wa kusubiri Bwana. Tuwe na muda wa kumwangalia Bwana. Kwa upendo ni kilele cha ukuaji wa kiroho. Niliongea siku zile za nyuma. Upendo ndio kilele cha ukuaji wa kiroho. Ili tufike kwenye viwango, lazima upendo umezaliwa ndani yetu. Kwa hiyo mtu anayempenda Mungu kwa dhati lazima atawapenda watu wengine bila ubaguzi. Sio kwamba nampenda yule unamwacha, unapenda yule unamwacha. Wapende watu wote bila ubaguzi. Hivi yule jirani yako unapenda kushoto na kulia kwako, mnapendana? Hebu muangalie kushoto kwako na kulia kwako. Hebu muangalie. Mnapendana? Eti mnapendana kikweli au mnapendana tu kwa sababu leo umebahatika umekaa bahati mbaya kwenye kiti kimoja? Maana inawezekana leo bahati mbaya tu umeshemaliza kuweka kiti kimoja. Mnapendana kikweli? Lazima tupendane kama wana wa Mungu. Na kwa sababu wana wa Mungu wa kusudi letu ni kupendana, lazima ile upendo lisiwe na unafiki. Biblia inatuambia tuwe na pendo lisiwe na unafiki. Kwa hiyo hakuna ukuaji wa kiroho bila upendo kwa wengine. Hakuna ukuaji wa kiroho bila upendo. Unasikia ile lugha hii? Hakuna ukuaji bila upendo kwa watu. Kwa sababu gani? Upendo ni tabia ya Mungu. Upendo ni tabia ya kimungu. Lakini bila upendo hakuna makuzi. Hayapo. Hebu angalia kwenye kitabu cha Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana, tuone hapa anasemaje. Waraka wa kwanza wa Yohana, ile sura ya 4 mstari wa 7 na wa 8. Waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 4 mstari wa 7 na wa 8. Waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 4, waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 4 mstari wa 7 na wa 8 anasema wapenzi. Anasema wapenzi, na mpendane. Kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu, na kila apendaye amezaliwa na Mungu, naye amjua Mungu. Yeye asiyependa hakumjua Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. Biblia inatuagiza ni kupendana. Kwa sababu gani? Upendo unatoka kwa Mungu, na yeye asiyependa hajamjua Mungu. Sasa wewe unapomchukia wewe mtu unakuaje? Wewe unaponichukia mimi kwa sababu gani? Ina maana uko kwa Mungu. Usinichukie. Sawa? Mwambie wewe ndugu yako, mwambie usinichukie. Mwambie usinichukie.
Mwambie asikuchukie. Kwa sababu anayechukia sio mwana wa Mungu. Kwa sababu kwanza ukichukia kwanza wewe ni muuaji. Si ndio Biblia imesema kwenye kitabu cha waraka huu? Ukichukia wewe ni muuaji. Na wauaji hawaendi mbinguni. Sasa unaenda mbingu ya nani? Wewe unaenda mbingu ya nani? Wauaji hawaendi mbinguni. Biblia inasema sio penda mtu yeye ni kusema na muuaji. Na kama wewe ni muuaji mbinguni huendi. Kwa hiyo sisi tunatakiwa tupendane. Na kupendana ni tabia ya kiungu. Ninaongelea pendwa kwa habari za tabia za kiungu. Cha mwisho tunaangalia kwenye mstari wa 8 hapa ninapomalizia. Nimalizia na mstari wa 8 huu ninaposoma. Maandiko yanasema mkiwa na mambo hayo na kuzidi kuwa nayo hayatawafanya ninyi kuwa wazembe au kuwa wavivu wala wasiozaa matunda. Na tunda la Roho linapozaliwa ndani yetu linaumba maisha mapya. Na maisha mapya yale niliyaongea kwenye vipindi vya nyuma vilivyopita kwamba maisha yale mapya yanapozaliwa yanatengeneza mfumo wa maisha ya mtu kukaa huru na Mungu. Wapendwa, mchana wa leo Petro ametufundisha kwamba maisha ya Mkristo ni kama ngazi. Maisha ya Mkristo ni kama ngazi, yanaenda kwa ngazi katika kukua kiroho. Hatukui siku moja tukafika mahali. Tunaenda tunatembea, tunaenda tunatembea. Tunaongeza imani, tunaongeza fadhili, tunaongeza maarifa, tunaongeza kiasi, tunaongeza saburi, tunaongeza utaua, tunaongeza upendo, tunaongeza upendano wa ndugu. Yote haya ili yafike yani haya matofali haya yakishawekwa matofali haya unakuwa ni mtu mkomavu. Hebu jitafakari hapo ulipo. Ninapoongea kwa habari imani ndio kweli ulianza nayo, unayo imani. Sasa je, imani ulipoanza nayo hiyo imani, je, umeshaweka fadhila ndani yako? Tofali la fadhila umeliweka juu yako, ukasogea juu. Ulipoongeza tofali la fadhila, je, umeongeza tofali lile la maarifa juu yake? Je, umeongeza tofali lingine la kiasi juu yake? Umeongeza tofali la upendo juu yake? Je, umeongeza tofali la upendano wa ndugu? Umeongeza hapo tofali ukafika juu? Au ulipookoka tu wewe ukafika hapo kabaki? Ukakwama. Maisha ya kiroho ni mchakato. Na kwa kuwa ni mchakato, wapendwa, ngazi kwa ngazi kwa ngazi kwa ngazi tunakwenda ili tufike kwenye ngazi tunazotakiwa. Lazima tabia za kiungu zizaliwe. Tabia za uungu tumesema lazima mtu uwe na imani, lazima mtu uwe mtaua, lazima mtu uwe na fadhili, lazima mtu uwe na upendo, lazima na upendano wa ndugu, lazima mtu uwe awe na kiasi. Kama tabia hizo zikizaliwa ndani yetu, nataka nikwambie, maisha tunayoongea makuzi ya kiroho yataenda mahali fulani. Na tutafika mahali fulani ambapo watu wakitutazama watamwona Mungu wala hawatatuona sisi.